Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo? Karibu sana kwenye kijiwe cha michezo, tujuzane mawili matatu ya kimichezo, yale yote ya ndani ya nchi pamoja na ya kimataifa. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa michezo, hususan mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mchezo wa soka uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa kijiweni. Habari kubwa tulionayo hivi sasa inatoka jijini Dar es Salaam, ambapo tunaona kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, mechi ambayo imepangwa kupigwa Juni 25 siku ya Jumatano katika uwanja Benjamin Mkapa majira ya saa 11 jioni, ambapo kama ilivyo kawaida siku ya Jumanne huwa ni siku ambayo timu zote zinakwenda kufanya press conference, kwa maana kuzungumza na waandishi wa habari mipango ya mechi ikoje, nini ambacho wanakwenda kutuletea kuelekea siku ya mchezo. Lakini isivyo kawaida, tunaona Young Africans walifika kama kawaida mapema kabisa na kuzungumza na waandishi wa habari, lakini Simba Sports Club wamekula nyoya. Nini kimetokea? Haieleweki mpaka hivi sasa kwa nini Simba hawakutokea. Wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu. Tumejaribu kuwapigia kuwauliza kama wamekwama njiani, lakini hawapatikani kwenye simu. Tutawajuza zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii na vyanzo vingine rasmi vya taarifa. Hiyo ni sehemu ya maneno ya ofisa habari wa bodi ya ligi Tanzania TPLB Karim Boimanda akitoa taarifa kuhusu Simba kutokea kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mechi ya kesho ya Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya Simba. Kwa mujibu wa ratiba ya TPLB, Yanga walitakiwa katika mkutano huo saa 5 kamili asubuhi, huku Simba wakipangiwa saa 5:30 asubuhi. Kocha wa Yanga Mirudi Hamdi na nahodha msaidizi wa timu hiyo Dickson Jobu walitekeleza ratiba hiyo vizuri na kuzungumza na waandishi wa habari. Mechi ipo ni kesho saa 11 jioni na itakuwa live Azam Sports HD kupitia kingamuzi cha Azam. Watu wamekuwa na maoni tofauti, kila mmoja amekuwa akizungumza lake, mwingine akisema yale yaliyokuwa yanasemwa kwa mbali kwamba hakuna mechi, Simba wameanza kutekeleza. Lakini pia baada ya kushindwa kufika kwenye mkutano wa waandishi wa habari kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu dhidi ya Yanga utakaopigwa hiyo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba imeweka ujumbe kupitia kurasa wake wa mitandao ya kijamii wa Instagram wakisema ni muda wakaweka emoji vile ambavyo vinaashiria kulala. Kwa hivyo ni muda wa kulala, na ilifahamika ya kwamba kama nilivyokueleza ratiba ya Simba ilikuwa saa 5:30 wafanye press conference. Maoni yamekuwa ni mengi sana, kila mmoja akisema lake, lakini ndio hivyo, Simba wao kupitia kurasa wao wa Instagram wamesema ni muda wa kulala. Hapa tunaona mchambuzi wa masuala ya soka Hans Raphael anasema kupitia kurasa wake wa Instagram, anasema taarifa za uhakika, kesho Simba wanapeleka timu uwanjani. Hii ya leo ni ya kutofanya mkutano, ni mind games. Simba wameamua kucheza hii mechi nje ya uwanja kabla ya mechi yenyewe uwanjani, ila dabi iko pale pale. Hayo ni maoni ya Hans Raphael, mchambuzi huyu wa soka. Wewe una maoni gani juu ya hichi ambacho kimeendelea kwa maana ya Simba kuto kuhudhuria mkutano na waandishi wa habari? Lakini pia Karim Boimanda aliongezea kusema, tumejaribu kuwapigia kuwauliza kama wamekwama njiani, lakini hawapatikani kwenye simu. Tutawajuza zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii na vyanzo vingine rasmi vya taarifa. Kwa hivyo lakini ratiba ya dabi iko pale pale.
licha ya kwamba wao hawapatikani, basi ratiba zingine zinaendelea, na hilo ni swala la kanuni. Basi kanuni itaelekeza nini cha kufanya. Maoni yako ni ya muhimu sana, tuambie una mtazamo gani juu ya hichi ambacho kinaendelea. Lakini kuweka sawa tu mambo ni kwamba Malcolm tulifuatilia, lakini na hapo tumekuwekea video iliyopita. Ukichungulia kwenye chaneli yetu hapo utakutana na ile ambayo mwenyekiti wa Simba Sports Club yeye alithibitisha ya kwamba mechi ipo na wao ni watu wa mpira na watacheza mpira. Lakini pia mitandao ya kijamii imekuwa ikitrendisha video ambayo ikiwaonesha mashabiki wa Simba wakisema mechi hawachezi, mechi ya Kagera ndo mechi ya mwisho. Nini kinaendelea? Nini kitatokea? Simba watacheza ama hawatacheza? Lakini wengine wanakwambia za ndani kabisa, Simba ni kama wanaingia mguu ndani mguu nje. Wengine wanasema Simba wanawachezea mind game Young Africans ili wazubae, lakini kesho wanakutana na mziki ule ule. Kwani kuto kuhudhuria mkutano na waandishi wa habari haimaanishi huwezi kucheza mchezo. Hivyo kama ni kanuni basi watalipa fine, lakini game iko pale pale. Wewe una mtazamo gani juu ya hichi ambacho kinaendelea? Maoni yako ni ya muhimu sana. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine, bye bye.